Bwana Yesu apewe sifa. Leo naomba niongee na wewe ambaye bado haujaingia katika ndoa. Kuna mambo matano ya kuzingatia kabla hujaingia kwenye ndoa. Jambo la kwanza la kuzingatia, lazima uwe na nuru ya Mungu ndani yako. Kwa sababu ndoa ni wazo la Mungu ambaye ni nuru. Kwa hiyo kama wewe hauna nuru ndani yako, au kama utaolewa na mtu ambaye hana nuru, itakuwa ni ngumu kuishi katika ndoa. Kwa sababu mfumo unaoongoza ndoa ni mfumo wa nuru, wa upendo, wa kumpenda jirani yako kama nafsi yako, lakini wa kumpenda mtu asiyestahili, mkosaji, mtu ambaye anatenda dhambi, anakuumiza na kukosea. Kwa kama ndani yako huna Yesu, ndoa itakushinda. Haleluya. Kitu kingine cha pili, kabla hujaingia kwenye ndoa, lazima uwe una moyo wa kusamehe. Katika kitabu kile cha Mathayo 6 ule mstari wa 15, Yesu anatuambia kitu kizito sana. Anasema tusiposamehe, Baba yetu wa mbinguni hawezi kutusamehe. Haleluya. Kwa hiyo kama bado hawezi kusamehe, hawezi kuvumilia, usiingie kwenye ndoa. Kumbuka nimekwambia ndoa ni Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu tabia yake kubwa ni ya kusamehe. Kwa hiyo kama unapenda haki, sawa, ndoa bado haikufai. Kitu cha tatu, lazima kabla hujaingia kwenye ndoa uwe na uwezo wa kusahau. Lazima uwe tayari kumsamehe mwenzako, na sio tu kusamehe, na kusahau makosa yake. Haleluya. Kwa hiyo kitu kingine cha nne ambacho natakiwa uwe nacho kabla hujaingia kwenye ndoa, lazima uwe ni mtu ambaye hautazami makosa ya mtu. Sio mwepesi wa kutazama dosari, sio mwepesi wa kujaji, sio mwepesi wa kuona kosa la mtu na kumsotea kidole. Haleluya. Katika kitabu cha Mathayo, Yesu anasema kipimo kile unachopima ndicho utakachopimiwa. Katika ndoa yako, ikiwa umezoea kumsontea mwenzako kidole, kipimo hicho ndicho utakachokuwa anakitumia kukupimia wewe. Lakini kitu cha mwisho, lazima uwe tayari kuvumilia. Kuna mambo kwenye ndoa unapoingia hayawezi kuwa makamilifu kwa siku moja. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu hizi tabia 5 nilizokuambia leo. Watu wengi hatukupita na tukaiva katika hizo tabia. Kuna vitu vinne vya msingi ambavyo lazima ufahamu. Ni nini muhimu hasa wa ndoa? Cha kwanza, lengo kubwa la ndoa ni kuendeleza kizazi cha kiungu ambacho kinaweza kikaendeleza lile kusudi la Mungu hapa duniani la kumiliki na kutawala sawa sawa na Mungu anavyotaka katika ulimwengu. Lakini pia kusudi la pili la ndoa ni kupata mtu ambaye anaweza kubeba mapungufu ulionayo. Kuna mtu maalum ambaye yupo katika ulimwengu na umjui, ila yupo, ambaye Mungu alipokuumba wewe alikusudia huyo mtu awe na uwezo wa kubeba madhaifu ulionayo, na ni huyo tu anaweza kufanya hivyo. Ukimesa ukaingia kwenye mahusiano na mtu mwingine ambaye hana huo uwezo, ni ngumu sana kudumu katika ndoa. Kwa kama wewe unatamani kupata ndoa nzuri, lazima mahusiano yako na Mungu yawe mazuri. Umuhimu mwingine wa ndoa ni kukurekebisha, kukukamilisha, kukutengeneza. Haleluya. Ili ufanane na Kristo. Kumbuka, unapoingia kwenye ndoa, mwenza wako anakuwa ni kama mchungaji wako. Atakukosoa, atakuelekeza. Haleluya. Hata Roho wa Mungu atakushifti, atakusaidia, atakuchonga ili uweze kuendana na zile tabia za Mungu. Kwa kuna watu mtaingia mbinguni baada tu ya kuingia kwenye ndoa. Sababu mtakapoingia kwenye ndoa,
kuna namna Mungu ataanza kukuchonga ili ufanane na yeye ukiwa ndani ya ndoa. Lakini kitu cha mwisho kabisa, faida nyingine ya kuingia kwenye ndoa, utamsikia Mungu. Kuna namna kabla hujaingia kwenye ndoa huwezi ukamsikia Mungu, kwa sababu bado kuna kitu hujakipata bado. Kumbuka, unapoingia kwenye ndoa tayari unakuwa unalijua kusudi la maisha yako. Kama ni mwanaume unakuwa unajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Kama ni mwanamke, mimi nitakuwa msaidizi wa mtumishi wa Mungu. Unakuwa unajijua. Kwa unapoingia kwenye ndoa tayari unakuwa kwenye mission fulani unaitumikia. Kwa sauti ya Mungu kwenu inakuwa ni kubwa sana. Haleluya. Kwa hiyo ili udumu kwenye ndoa yako, msikilize Mungu. Binti, msikilize Mungu. Kijana, msikilize Mungu. Mungu awasaidie sana. Nawaombea baraka, neema ya Mungu iwe juu yenu. Amen. Naitwa Mwalimu Pius Rubinda. Ninakukaribisha katika semina ya vijana ya Roho Mtakatifu itakayofanyika hapa Boko, Dar es Salaam, Magereza. Haleluya. Endelea kunifuatilia na Mungu akubariki sana.